Habari, jina langu ni Shangwe Anson Maimu, ninasomea shahada ya fiziotherapia katika chuo kikuu cha KCMC. Leo tupo na daktari na pia mkufunzi wa kitengo cha fiziotherapia hapa KCMC. Karibu. Asante sana, mimi naitwa Dr. Haleluya Moshi. Ni mfizioterapia katika hospitali ya rufaa KCMC, lakini pia ni mkufunzi katika chuo kikuu cha KCMU huko kilichoko hapa KCMC katika kitengo cha fizioterapia. Asante daktari. Leo tupo tunaongelea mada ya mvunjiko wa uti wa mgongo na pingili za mgongo. Mvunjiko wa uti wa mgongo na pingili za mgongo imekuwa ni tatizo kubwa katika jamii yetu. Eti daktari, unaweza kutuelezea maana ya uti wa mgongo na pingili za mgongo? Asante sana. Uti wa mgongo ni mfumo wa fahamu, ni sehemu ya mfumo wa fahamu ambayo ni tunazita neva za fahamu ambazo zinatoa taarifa kutoka eneo la mgongoni kupeleka kichwani, lakini pia kutoa kichwani kuleta eneo la mgongoni kisha kusambaza kwenye maeneo mengine ya mwili. Kwa hiyo tunapoongelea uti wa mgongo hatuongelei ile mifupa. Kwa mfano ukiangalia hapa utaona kuna mifupa ambayo ndani yake sasa kuna uti wa mgongo. Kwa hiyo uti wa mgongo ni ile sehemu ya ndani ambayo ni kama ute. Ukikata mgongo wa mnyama yote utaona iko kama ubongo. Hiyo ndio tunaongelea kama uti wa mgongo. Lakini pingili ni kwa sababu mfupa wa mgongo sio mfupa mmoja. Ni pingili ambazo zimeungana kutengeneza sehemu hii ambayo ni sehemu kubwa ya ulinzi wa uti wa mgongo. Kimsingi mifupa inalinda uti wa mgongo, lakini inaruhusu kwa vitu vingine kama vile kuinama, kugeuka, lakini ni muhimu sana kwenye kulinda uti wa mgongo kule ndani. Sasa daktari, kumekuwa kuna tatizo sana la watu kuvunjika hizo pingili za mgongo unazosemea zinasaidia kwenye usalama wa uti wa mgongo. Je, hizi mvunjiko wa pingili wa uti wa mgongo ni nini? Zinavunjikaje? Kuna aina mbili za kupata tatizo la pingili za uti wa mgongo. Aina ya kwanza inaweza ikawa ni ugonjwa ambao umeshambulia mfupa wenyewe kama mfupa. Inaweza ikawa ni kansa, inaweza ikawa ni kifua kikuu ambacho baada ya kukaa kwa muda mrefu wale wadudu wanasambaa na kushambulia zile pingili na baadaye kusababisha jipu na hivyo kusababisha mvunjiko. Lakini kwa sehemu kubwa pia ni kutokana na kuumia, kwa maana ya kupata ajali labda ya kuanguka mtini au kupata ajali ya gari. Kwa hiyo lazima itumike nguvu kubwa sana kwa mtu ambaye hana ugonjwa wote kuweza kuzitenganisha hizi pingili au kuvunja pingili za mgongo na baadaye kuumiza uti wa mgongo kule ndani. Kwa hiyo mara nyingi ni ajali au ugonjwa. Lakini tuna watoto ambao wanazaliwa na mgongo wazi. Pia unakuta ule uti wa mgongo hauna kinga. Kwa hiyo wenyewe pia wanaumia uti wa mgongo kwa sababu ile kinga yake haipo. Kwa sababu maana mgongo wazi na maana lile eneo mfupa wake haujafunika vizuri lile eneo la ule uti wa mgongo kule ndani. Kwa hiyo visababishi vya mvunjiko wa pingili wa uti wa mgongo haisababishwi tu na mtu kuanguka wala kuumia, bali hata ugonjwa kama TB pia unaweza kusababisha. Ugonjwa wote unaweza kushambulia pingili za uti wa mgongo, unaweza kusababisha uti wa mgongo kule ndani ukaumia kwa sababu kinga yake inakuwa imeshachambuliwa. Ule mfupa ni rahisi sana kuvunjika hata bila kuanguka au kufanya nini, kwa sababu tayari wale wadudu wameshambulia lile eneo. Pia daktari, umetueleza kuhusu ushambulizi wa pingili za uti wa mgongo kusababisha uti wa mgongo wenyewe kupata matatizo. Je, ni lazima mtu aumie hizo pingili kama pingili kwanza ndo uti wa mgongo uumie, au uti wa mgongo kama uti wa mgongo unaweza upate matatizo? Umeuliza swali zuri sana. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo hayashambulii pingili lakini anashambulia uti wa mgongo wenyewe. Kwa hiyo mtu anaweza akapata madhara kwenye uti wa mgongo bila kuumia pingili. Kwa hiyo kuna baadhi ya magonjwa ambayo yenyewe yanashambulia tu uti wa mgongo kama uti wa mgongo, kwa hiyo zile neva za fahamu zinakuwa zimepata madhara, lakini huyo mtu anakuwa hajavunjika. Na kuna wengine wanapata ajali, tukipiga picha zetu X-ray na CT scan tunaona mifupa yote ipo, lakini bado huyo mtu ameumia uti wa mgongo.
maana yake pengine kuna mishipa ya damu imepasuka, kwa hiyo uti wa mgongo ukakosa damu, na hivyo zile neva za fahamu zikapata madhara. Asante. Daktari, mimi ningependa tuambie kwa experience yako, mazoefu yako katika kazi hii ya ufizioterapia, ni maeneo gani katika jamii yetu sana inakumbwa na hii tatizo? Kwa kweli tunatofautiana. Ukiangalia kwa mfano maeneo ya mijini, miji mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma, wengi wanapata ajali za barabarani. Lakini unapoenda kuangalia vijijini, sana sana utakuta watu wanaanguka mitini. Kwa hiyo inategemea na zile shughuli za kiuchumi zinazofanyika kwenye lile eneo, na matumizi ya vyombo kama magari yako kwa wingi kiasi gani, na usalama wa watu kwenye maeneo ya kazi huko kwa kiwango gani. Kwa hiyo kusema ni eneo gani linapata sana hii shida, ningesema kuanguka mitini ni maeneo ya vijijini zaidi, na ajali za barabarani ni watu wanaoishi mijini zaidi. Lakini maeneo yale ambayo yana maambukizi ya magonjwa sana, kama hivyo watu wanapata TB sana au kifua kikuu, pia unakuta kuna matatizo makubwa kama hayo pia. Daktari, eti ni madhara gani yanayotokea mtu anapovunjika pingili za uti wa mgongo? Asante sana kwa swali zuri. Madhara ni mengi, nitatumia mchoro huu hapa kuelezea, kwa sababu ubongo unawasiliana na sehemu nyingine za mwili kwa kupitia uti wa mgongo. Kwa hizi tunazoona rangi ya njano ni kama nyaya za umeme zinavyofanya kazi. Kwa hiyo nikimgusa mtu mkono wake hapa, taarifa itatumia huo waya, itatumia uti wa mgongo. Lazima kichwa kipate hiyo taarifa ndipo ajue kwamba nimeguswa. Nikimwambia mtu nyanyua mkono wako, taarifa zitatoka kichwani, zitakuja kwenye misuli ya mkono kwa kutumia nyaya hizo hizo kupitia kwenye uti wa mgongo, kisha kwenye mishipa ya fahamu iliyoko mkononi, hivyo anaweza kunyanyua mkono wake. Sasa kama ameumia uti wa mgongo, tuseme hapa shingoni, nitakapomwambia nyanyua mkono, taarifa itatoka kichwani lakini itashindwa kupita. Kwa hiyo atakuwa hana uwezo wa kunyanyua mkono. Vivyo hivyo nitakapomwambia nyanyua mguu, taarifa itatoka kichwani ili iende kwenye misuli ya miguu, lakini itaishia pale ilipo katikati, kama daraja limekatika. Kwa hiyo pia nikimgusa miguuni, taarifa itapita kwenye mishipa ya fahamu ya miguuni, itafika kwenye uti wa mgongo, ikifika pale palipoumia haitaweza kwenda kichwani. Hivyo hatajua kama nimemgusa. Kwa madhara makubwa yanayojitokeza ni kwamba hataweza kutumia viungo vile ambavyo vimeathirika, lakini pia kadri anavyoendelea kuishi sasa, kwa vile hawezi kusikia sehemu ya ngozi yake, ni rahisi sana kupata vidonda. Na vidonda ni kati ya vitu ambavyo vinasababisha vifo vya watu wengi duniani pote kutokana na kuumia uti wa mgongo. Vivyo hivyo anashindwa kuzuia haja kubwa, anashindwa kuzuia haja ndogo. Kuna matatizo makubwa kwenye kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna matatizo mengi, nimezungumzia tu haya machache, lakini kulingana na mahali palipoumia inaweza kaathiri mpaka mfumo wake wa mzunguko wa damu, moyo wake unapigaje. Kwa hiyo kuna madhara mengi kulingana na jinsi ambavyo yule mtu ameumia. Kadri unavyoumia chini ni afadhali, unavyozidi kwenda juu unazidi kupata shida. Kwa mfano ukiumia eneo la kiunoni, mikono itakuwa haina shida. Ukiumia eneo la shingo ni mikono pamoja na miguu. Na pia eneo la kiunoni haliathiri moyo kwa mfano. Lakini unapoumia shingoni litaathiri moyo, litaathiri upumuaji. Kwa hiyo inategemea na ule mtu ameumia wapi. Lakini madhara kiukweli ni mengi sana. Lakini pia madhara yanazidi kuwa mabaya kwa sababu kama neva za fahamu zimekatika au zimeumia kabisa, huwa haziungi au hazitengenezwi mpya. Kwa hiyo inawezekana mtu huyo akaishi na hali hiyo maisha yake yote. Ndio. Asante. Hiyo inatokea kwa mtu aliyopata infection, yani maambukizi ya magonjwa mbalimbali, na pia anapoumia. Yeah. Kwa sababu hata ukipata, tuseme umepata kifua kikuu, wale wadudu wameenda kushambulia eneo la shingoni, bado matatizo yatakuwa ni sawa na aliyepata ajali akaumia shingoni. Kama umepata labda kansa ikaenda ikashambulia eneo la kiunoni, matokeo yake ni sawa na mtu ambaye alipata ajali akaumia kiunoni. Kwa hiyo hakutakuwa na tofauti kubwa.
Chief, umetuelezea kuhusu madhara ya mvunjiko wa pingili za uti wa mgongo. Je, ni huduma gani ya kwanza ambayo tunaweza kuwapatia pale mtu anapopata hili tatizo? Huduma ya kwanza kwa mtu aliyeumia uti wa mgongo ni kama huduma ya kwanza kwa mtu yote aliyepata ajali nyingine, ambayo lazima tuangalie upumuaji wake, tuangalie mzunguko wa damu, tuangalie kama kuna sehemu inatoka damu, kama tunaweza tukafanya tukazuia isiendelee kutoka. Lakini kubwa tunalosema ni namna ya kumsafirisha. Kwamba tunasema mtu aliyeumia uti wa mgongo, iwe ni shingo au ni kiuno, asafirishwe akiwa amelala. Sasa akipata kama gari la kubebea wagonjwa, kuna vitanda au machela especially kwa ajili ya kazi hiyo, ambayo inamwezesha yule akishalazwa anakuwa hawezi kuzunguka upande na upande, au mgongo wake au shingo yake haijikunji mpaka anapofikishwa hospitali. Kwa hiyo kwa hali hiyo tunakuwa tumesema amepata ile huduma ya kwanza, na tunatamani sana jamii ielewe hivyo, maana wengi wanasafirishwa na magari ya watu binafsi. Mtu amepita tu akakuta mtu ameanguka mtini au amepata ajali, anamsafirisha. Kwa hiyo ndio huduma ambayo wanatakiwa wapate. Je, na wanapofika hospitalini, hospitali yoyote ile, iwe ya kijijini, ya rufaa, hili tatizo linaweza kutibika? Kwa kweli huduma ambazo zinatolewa kwa watu walioumia uti wa mgongo, kwa kuangalia hasa mtu aliyeumia eneo la kiuno kwa mfano, zinaweza zikafanyika mahali popote, katika kituo cha afya, katika hospitali yote, ikiwa watu wanauelewa, wana kitu cha kufanya. Kwa sababu utakuta mara nyingi tunatoa tu nafasi ya lile eneo ambalo limevunjika kupona. Na ili lipone ni lazima yule mtu aweze kugeuzwa, kwa sababu kama nilivyosema hapa, hawezi kusikia ile eneo alilolalia. Kugeuzwa kila baada ya masaa mawili, na kuna huduma nyingine zile za dawa za maumivu ili ile eneo ule mfupa upone. Haina maana mfupa ukipona uti wa mgongo umepona. Uti wa mgongo inategemea umeumia kwa kiwango gani. Kuna kiwango ambacho uti wa mgongo hautapona, lakini lazima ule mfupa upone, na kwa vijijini inawezekana ikafanyika. Lakini watu walioumia eneo la shingo kwa mfano, au eneo la katikati ya mgongo, tuseme hapa tunapoita kibiongo, wengi wanapata madhara kwenye upumuaji, wanapata madhara kwenye mwenendo wa mzunguko wa damu na moyo unavyofanya kazi. Kwa hiyo wakiwa hospitalini wanaweza wakahitaji huduma kama oxygen. Kwa hiyo kwa hospitali za vijijini, na kuna dawa tofauti tofauti kwa ajili ya kusupport hizo system nilizotaja, upumuaji, na vijijini inaweza isiwepo. Kwa hiyo walioumia maeneo hayo kidogo ni hatarishi kuwa maeneo ambayo hakuna hospitali kubwa kama KCMC. Na pale mtu tunapofika hospitalini, ni nani hasa muone kwa ajili ya hili tatizo? Ni daktari, ni nesi, au ni wewe physiotherapist? Kwa kweli huduma kwa mtu aliyeumia uti wa mgongo inahitaji watu wengi, na kila mmoja ana jukumu lake. Kubwa sana ni kwamba kuna madawa yanahitajika pale mwanzoni, lakini kuna huduma hiyo kama ulivyosema nesi kwa ajili ya kumlisha chakula, kwa mfano yule ambaye hawezi kutumia mikono yake, kumhudumia zile huduma ambazo wewe unajihudumia kila siku. Hapa KCMC tumekuwa tunatoa huduma sasa ambayo haikuwepo zamani, ya vyuma vinawekwa kushikilia zile pingili za mgongo zilizovunjika au zilizofyetuka. Na narudia tena, hatushikili uti wa mgongo, ila tunashikilia pingili ili kutoa nafasi ya ule uti wa mgongo, kama ni wa kupona uendelee kupona wenyewe, lakini pia kupunguza ule muda wa kumlaza mgonjwa kitandani akisubiria pingili zipone. Kwa hiyo utaona umuhimu wa yule daktari wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa wa upasuaji, na anatakiwa awe amesomea eneo hilo la upasuaji wa pingili za uti wa mgongo. Kwa hiyo ni sehemu ya daktari. Daktari huyo pia ndiye atakayesema apewe dawa gani kulingana na matatizo yale ambayo mgonjwa amekuwa nayo. Lakini sasa una watu kama fizioterapia ambao ni kwa ajili ya mazoezi ili mtu asilemae viungo vyake, na wengine wengi ambao inategemea na muda pia. Muda unavyoenda kuna wengine wanahusika. Je, ni matarajio gani mtu anayeumia baada ya kupata hayo matibabu? Ni matarajio gani ya huyu mtu anaweza kupona kabisa au atakuwa kilema? Na hilo swali ni gumu lakini ni zuri sana, kwa sababu kuna wanaoumia uti wa mgongo kutokana tu na kwamba ni damu imevujia pale mahali, kwa hiyo ile damu ilipoganda ikabana uti wa mgongo, akaonekana kweli hana nguvu za miguuni, lakini siku zinavyoenda ile damu, kuna seli zinazohusika na kusafisha lile eneo,
na nguvu zinarudi. Kwa hiyo kuna wengine wanakaa kwa muda hospitali, unaona nguvu zinaanza kurudi. Lakini kuna wengine wameumia kwa kiwango ambacho baadhi ya seli au neva za fahamu zimekufa na baadhi zimebaki. Kwa hiyo wanabaki wanapata nguvu, wanaweza kujaribu kusimama au hata wakaweza kufanya baadhi ya vitu, lakini asiweze kutembea kama ilivyokuwa zamani na akaendelea kutembea kwa shida hivyo hivyo. Lakini kuna wale ambao katika eneo hilo ambalo wameumia zimekatika neva zote. Kwa bahati mbaya hao hawataweza tena kutembea na hawataweza hata maeneo ambayo wakiguswa wasikii, itakuwa hivyo kwa maisha yao yote. Lakini wanaweza wakaishi maisha yanayofanana karibia na mimi na wewe, lakini kwanza kukubali ile hali na kukubali vifaa saidizi kama vile vitimwendo na nini, na kujitahidi kurudi kwenye jamii na kufanya majukumu ya kijamii au kujishughulisha na maisha yao wakiwa kwenye vitimwendo. Kwa hiyo bado kuna uwezekano wa kuishi hata kama bado tuseme ameumia ule uti wa mgongo kwa kiwango ambacho hakifai kurekebishika. Je, kuna mashirika yoyote yanayosaidia hili swala katika nchi yetu labda? Asante sana. Kwa Kilimanjaro najua tuna shirika linaitwa KASI au Kilimanjaro Association for Spinally Injured. Tuna watu wanaitwa Songa Mbele siku hizi. Tuna watu wanaitwa Friends of Para. Wote hao wanahusika sana, na watu wa Motivation Africa walikuwa wanasaidia sana kwenye upatikanaji wa vitimwendo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa Kilimanjaro tuna mashirika kadhaa kama nilivyotaja yanayosaidia watu walioumia uti wa mgongo. Kwa maeneo mengine nchini kwa kweli siwezi kusemea hilo, lakini kwa sababu nimeangalia sana maeneo ya Kilimanjaro naelewa kwamba kuna hivyo vyama. Sasa Chief, wewe kama physiotherapy hapa TMC unatushauri nini juu ya hili swala? Swala lako ni gumu kwa sababu unataka ushauri kwenye kuzuia au kwenye kutibu au kwenye... Mimi nataka ushauri wa kifizioterapia kwenye hili swala la kujipwa. Kifizioterapia sisi ni watu ambao tunajaribu kuwawezesha watu kujiongea kwa gharama yoyote. Hata kama hawezi kutembea tena, je, anawezaje kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Lakini pia mifumo hii iliyoathiriwa kama upumuaji, tunamwezeshaje ili ule mfumo usiendelee kuharibika? Kwa hiyo ni lazima fizioterapia aangalie maeneo yale ambayo huyo mtu ameathirika, kama ni misuli, kama ni upumuaji, na kuna vitu ambavyo amesoma fizioterapia vya kuweza kumsaidia huyo mtu kwenye hayo maeneo. Kwa mfano kama huwezi kukunja miguu wako, ina maana hata ukikaa kwenye kitimwendo hutaweza kukanyaga pale pa kukanyagia. Kwa hiyo lazima fizioterapia hakikishe hizi pingili zako au joint zinaweza unaweza kukunja, ukavaa nguo yako, unaweza hivyo. Kwa hiyo ni jukumu la fizioterapia kumwezesha huyu mtu kwenye hayo maeneo. Asante sana daktari. Tumefika mwisho wa mada yetu ya leo. Mimi ni Shangwe, Junior Physiotherapist, nilikuwa na Senior Physiotherapist Dr. Haleluya. Asante kwa kusikiliza na chukueni ushauri.